Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru Kristo, tunakushukuru Bwana. Tunakushukuru pia kwa ajili ya neema yako na kibali na kuendelea kutuamsha salama. Tunasema asante Bwana Yesu, asante kwa utukufu wako, asante kwa haki yako, asante kwa baraka zako. Sifa na utukufu tunakurudishia wewe Bwana. Amen. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, leo nataka tushare kidogo kuhusu neno la Mungu ambalo hilo neno la Kristo linahusu Injili ya Kristo. Injili ya Kristo ni habari njema, ni habari njema. Ukisikia Injili maana yake ni habari njema. Injili maana yake ni habari njema, ni habari ya furaha, ni habari ya amani, ni habari ya uokovu, ni habari ya ushindi. Ndipo sasa katika Injili ya Kristo tunatangaza kile ambacho Yesu Kristo ameshakwisha kukifanya. Ndio maana napenda sana kuweka huu mfano kwamba Kristo ametuokoa sisi. Na Kristo alituambia, enendeni ulimwenguni mkawaambie watu kwamba dhambi yao ya kutokuamini tayari imeshakwisha kuondolewa. Ndio maana tunapata hicho kitu kwamba Yesu Kristo hata kuja tena kuja kupitia kwa Bikira Maria, kuzaliwa tena, kukua, kuhubiri tena. Hapana. Hiyo mamlaka ametuachia sisi wanadamu kwa ajili ya kutawala. Sasa sisi tunatawala kwa uwezesho wake. Hatutawali sisi kwa ufahamu wake au kwa akili zetu. Tunatawala kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu au Roho wa Bwana au Roho Mfariji. So ninachotaka nizungumze habari njema ya Kristo, habari njema ya msalaba, kile ambacho Bwana Yesu alikifanya msalabani kwa ajili ya ulimwengu, sio kwa ajili ya mtu mmoja, sio kwa ajili ya mchungaji, sio kwa ajili ya mwalimu, sio kwa ajili ya mtume, bali Kristo alifanya haya mambo kwa ajili ya ulimwengu mzima, kwa ajili ya mtu ambaye yupo hapa duniani. So, sasa Paulo anazungumza kitu kimoja. Anasema hivi, sionei haya Injili, maana ni uwezo wa Mungu unaoleta uokovu. So Injili ni uwezo wa Mungu unaoleta uokovu. Habari njema. Sasa tuangalie hapa kwenye Injili, tuingize sasa hayo maneno ambayo nimekuambia kwamba habari njema ni uwezo wa Mungu unaookoa. Habari ya furaha ni uwezo wa Mungu unaookoa. Habari ya ushindi ni uwezo wa Mungu unaookoa. So lazima tujue kwamba Yesu Kristo alitushindia. Alivyotushindia, ametuachia amani, ametuachia furaha, ametuachia upendo, ametuachia utu wema, ametuachia everything. Wema tumerejeshewa. Kosa ambalo tunakuja tunalifanya Wakristo wengi ni kosa la kutaka kujua mema na mabaya. Tunarudi tena kule kwenye bustani ya Eden. Kwa sababu katika bustani ya Eden Mungu alitengeneza matunda mawili. Tunda la uzima, ambalo huo uzima ndio Bwana Yesu. Ndio maana Bwana Yesu anapokuja anasema mimi ndiye uzima. Kitabu cha Yohana inasema mimi ndiye uzima. Mimi ndiye yule ambaye nilizungumziwa kwenye bustani ya Eden. Alafu anamwambia tunda lingine, tunda la pili, anaambiwa ni tunda la ujuzi wa mema na mabaya.
So saa hii watu wengi tunataka kurejea kujua mema na mabaya, wakati Yesu Kristo ameshafika na ameshaturudishia yale mema ambayo yalikuwa yamepotea kwenye bustani ya Eden. So lazima tufocus kwenye yale mema ambayo Yesu au Mungu alitupangia juu ya maisha yetu. Mapenzi ya Mungu ni tupate mema katika maisha yetu, sio tupate mabaya. Ndio maana sasa hivi mtu anataka kujua mema na mabaya. So wewe kama Mkristo, kinachopaswa ni kujua mema ya Mungu ambayo amekuandalia juu ya maisha yako. Inatakiwa ujue mema. Ndipo sasa Warumi 2:4 inasema kwamba wema wa Mungu unawavuta watu kwenda kwa Mungu. Jinsi unavyomfundisha mtu kuhusu wema wa Mungu ndivyo anavyomjua Mungu. Lakini jinsi unavyomfundisha kuhusu makosa yake, kuhusu matatizo yake, ndivyo anavyozidi kukaa mbali na Mungu. Lakini wema wa Mungu unamrudisha kwa Mungu. Na huo wema wa Mungu umerudi kwa sababu ya Yesu Kristo. Ilitakiwa apatikane mtu mwenye haki ya kunyang'anya mamlaka, na baada ya kunyang'anya mamlaka akabidhiwe tena mwanadamu. So tupo bize kujua mema na mabaya. Tumerudi tena kwenye bustani ya Eden. Lakini nakupa habari njema hii kuwa kwamba Yesu Kristo ametulejeshea mema kwenye maisha yetu. Ustawi katika maisha, kufanikiwa katika maisha, baraka katika maisha, upendo katika maisha, imani katika maisha, kila kitu kimerejea juu ya maisha yetu. Sasa ukikaa kuanza kutafuta mabaya, ndipo unapoweka mbali ule wema wa Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ibrania kinasema hivi: Yesu Kristo ni bora. Kwa nini ni bora? Yeye ni bora kwa sababu yeye ndiye aliyetupatanisha sisi na Mungu. Yeye ametumika kama kipatanisho chetu. Sasa kumbuka kwamba uwezi ukampatanisha mtu na mtu kama huyo mtu hajafanya kosa. Huyo mtu tunaposema kwamba tunakuja tunampatanisha, lazima huyu amekosea na huyu amekosea. Hawa watu tunawapatanisha, wanakuwa pamoja. Hatuwezi tukawapatanisha wale watu waliopatana. Tunawapatanisha wale watu ambao huyu amekosea na huyu amekosea, tunatafuta mpatanisho. Sasa Kristo alitumika kama kipatanisho cha sisi wanadamu ulimwengu mzima pamoja na Mungu. So sasa hivi mimi ninavyoenda mbele za Mungu, ninavyoenda kuomba, ninaomba kama mtu yule ambaye nimepatanishwa, na damu ya Yesu inanena mema juu yangu mimi, juu ya kupatanishwa kwangu mimi. So Warumi 7 inasema hivi, nilivyokuwa mtoto nilikuwa sijui kitu chochote, ila baadaye nilivyoambiwa uovu wangu, baadaye nilivyoambiwa kwamba nisizini, ndipo ile nikauishwa kwenda kufanya. Sasa kadri mtu unavyomfundisha uovu, unavyomfundisha kuhusu mabaya, ndivyo unavyomuisha kwenda kufanya ubaya. Lakini kadri mtu unavyomfundisha wema wa Mungu na upendo wa Mungu na baraka za Mungu na furaha ya Mungu na utu wema wa Mungu, ndipo anavyoenjoy. Habari njema siku zote zinakuwa ni habari ambazo unazipata kwa ajili ya pumziko. Au pati habari njema kwa ajili ya kuhangaika, mateso, nini. Hizi sio habari njema. Habari njema ni kusikia vile ambavyo kwamba nakuzawadia gari, nakuzawadia nyumba, nakuzawadia kitu fulani. Hiyo ni habari njema. Na habari njema hii unavyoipata, lazima ufurahi, lazima uenjoy, lazima upate rest. So lazima tujue kutofautisha kati ya Injili ya Mungu na uovu.
lakini injili ya Mungu ni uweza ambao Mungu anakuwezesha kupata wokovu. Na swala la kupata wokovu sio kupata tu wokovu kwamba sasa nimeshampokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu. It is good, it is okay. Na ndio maana sasa